Bwana Yesu asifiwe. Wapenzi wa Mungu, watoto wa Mungu, tunakaribishana tena katika kusoma neno kama ilivyo kawaida yetu. Inapofika siku nyingine, tunajikaribisha katika kusoma neno na kupelekea kuangalia uso wa Mungu aweze kutoa baraka zake juu yetu. Leo tunapenda kuangalia katika neno tubu. Tubu kwa neno jumla ni kubadilika. Leo tunaangalia neno tubu. Tubu ni kubadilika, kutoka katika uliokuwa unayafanya na kwenda kuyafanya yaliyo mema ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tubu ni mabadiliko ya nia, fikra, mwelekeo wa moyo, ukimaanisha kuacha dhambi na kumgeukia Mungu. Hiyo ndio tunaweza tukasema neno tubu. Kwa hiyo inatakiwa tutubu, ndugu zangu. Bila tusipoteze muda, tuangalie haya maandiko. Tuangalie Matendo ya Mitume 11 mstari wake wa 18, tuone inakuwaje, itakuwa ya baraka zaidi. Matendo ya Mitume 11 mstari wake wa 18 unasema, waliposikia maneno haya wakanyamaza, wakamtukuza Mungu akisema, basi Mungu amejalia hata mataifa nao toba liletalo uzima. Ina maana unapotubu upata uzima. Kwa hiyo tubu tupate uzima wa milele. Tukiangalia Mitume Mitume 2 mstari wake wa 28 wa 38 unasema, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kumbe ukitubu utapokea nguvu ya Mungu. Usifanye kiburi ukaacha kutubu. Badilika. Kutubu ni kubadilika na kufanya yanayompendeza Mungu, kuacha dhambi. Lakini ukitubu basi utapokea kipawa cha Mwenyezi Mungu, utapokea Roho Mtakatifu ndani yako. Amen. Tubarikiwe na neema iwe juu yetu. Bye bye.